Haji wetu bihaula, hajati wetu bihaula, leo kawa haji. Sallu ala nabi. Madina msalimie mtume, ewe njiwa wa Madina msalimie mtume, mwambie napenda sana na wala sina kinyume, ewe njiwa wa Madina msalimie. Hija iliyokubaliwa, hija iliyopokelewa haina malipo mengine isipokuwa pepo. Mama amekwenda kufanya haji, aliyesababisha ima ni Rashid kama mwanaye ama wasaidizi wake, na kwa dalili Rashid ana nafasi kubwa katika kulifanikisha hili. Ukimwona mtu kenda Maka, maana yake ni mtu wapi? Wa peponi. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، جمعة الخير هلا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع. Kwa utulivu huu kwa dakika chache inshallah tupende haraka sana ili tumalize tuweze kuachia mwezi na mwezi mwingine. Bila sasa nimkaribishe na kumuomba samahatu Sheikh Siraj Sheikh Musa Khalid Siddiq atufungulie dua al-iftitah kwa ajili ya kumbaraka Allah tabaraka taala katika hadhara hii ili Allah atujalie utulivu na sakina inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعمة ويا باسط الرزق ويا واسع العطاء ويا دافع البلاء
يا حاضر ليس بغائب، ويا موجود عند الشدائد، ويا خفي اللطف، ويا لطيف الصنع، ويا جميل الستر، ويا جواد لا يبخل، ويا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن صحابته اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وانت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وانت لم تزل لذلك اهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مؤنس كل وحيد، ويا من كل مخيف. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير. كما لا يدرك لنوت، يا من دلت رقاب جبابرة وخذت عناك فراعنا. Kwa ajili ya kuweka hadhara hii katika mikono salama, lakini pia kuzidisha masakina katika uwanja huu. Yaqulu haq tabaraka wa taala, fa idha qara'ta alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'ani kisomwa, nyamazeni, nyamaeni. والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من عند ربه وأحلت لكم الأنعام إذا ما يتلى عليكم لعلكم ترحمون. نسأل الله أن يرحمنا هذا القرآن الكريم. بعد يا القرآن الكريم tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Macho hakulala akamwangalia, kamuona Mola aghfirlana zabana yazi alkaram wasahibaka fala ansahuma abad ya Allah salam alayhi majra alqalama ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi
Ahmadu, kwa niaba ya familia uje kwa ajili ya makaribisho ya hadhara hii. Wao tumetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha jambo hili. Nikuombe sasa uje utoe makaribisho kwa ajili kwa niaba ya familia sana. Napewa kazi ya kukaribisha kwa niaba ya ukoo wa familia ya Katakweba. Tunakaribisha watu wote kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Mwanza, kutoka Bukoba, kutoka Dar es Salaam, kutoka Kiamuraile, kutoka Ibwera, kutoka maeneo yote mbalimbali, hata waliotoka Kenya. Tunawakaribisha, karibuni, 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 karibuni sana katika ukoo wa Katakweba. Tunawakaribisheni sana. Baada ya makaribisho hayo, kwa sababu mimi ndiye mwenye mji, natoa na shukurani. Natoa shukrani zangu za dhati kwenu wote mliohudhuria hapa. Tunashukuru sana 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 sana. Namshukuru na mwanangu Rashidi. Tumempa jina la baba yetu Rashidi, ametendea wema. Aendelee hivyo, aendelee hivyo. Hajakosea, aendelee hivyo. Hiyo njia ndio njia nzuri. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana 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 sana. Baada ya hayo, nasema hivi, sisi hatukamilika. Ni kwamba katika makaribisho yetu tunaanza mtu tukamkaribisha vibaya. Si lengo letu. Lengo letu ni kukaribisheni vizuri. Atakayekwaza tunamwomba samahani, tunaomba samahani, samahani, samahani. Kwa hayo machache, wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwenye hadhara hii imepambwa na shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza. Wale wasofahamu, hadhara hii imepambwa na shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza, naye si mwingine na Alhabibi al-Allam Sheikh Hassan bin Musa Anzuruni Kabeke. Huyu ni shekhe wa mkoa wa Mwanza, lakini huyu ni mjumbe wa halmashauri kuu BAKWATA Taifa, mteule Mheshimiwa Mufti. Ni mteule wa Mheshimiwa Mufti katika halmashauri kuu ya taifa BAKWATA Taifa, lakini huyu ni muongozaji wa mahujaji maarufu sana katika Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, na wengi sana kusafiri na BAKWATA wanajua namna ambavyo BAKWATA ilivyo mahiri katika mambo ya hija. Yeye ni mpenzi sana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabiratina wa nabi Khadija na Rashidi, hajati hauna simama nikapandishe midadi, Mola mlezi karima kakurudisha salama. Hakuna kama mama hata kifika kiyama, mama ni mama jamani. Kichwa butaisha sema na viongozi wa dini, Mola mlezi karima, Mola akupe uzima na umri unabudi. Kesho aende salama na Ibra Muhammadi,
kaburi lake hashima, nawe ukashuhudieni. Makamu Ibrahima, hakika ulifikeni. Naona zimesimama nguzo 5 za dini. Mola mlezi karima, kakurudisha salama. Natamani kwenda mimi, sina kitu mfukoni. Ninamuomba karima, aniwezeshe na mimi. Mwalimu wangu na mama, kwanza tangulieni. Mola mlezi karima, kakurudisha salama. Hajati haula kama tupastore, lakini Kaaba uliona, Madina ulifikeni. Ukafika Zamzama, maji umeyaleteni. Mola mlezi karima, kakurudisha salama. Wala tahliqu ru'usakum
leta burudani ya mwisho ambayo ni dufufu. Watu dufufu kutoka kanseni, ni tafadhali mjiandae kwa ajili ya kutoa burudani, na baada ya dufufu inshallah mtanisame nimlete shekhe wa mkoa wa Mwanza aweze kutuburudisha kwa maneno yake hija, atueleze mama ana al-hajj. Nini hija? Nini ahkamu al-hajj? Nini mashaa'ir al-hajj? Nini katika al-hajj? Kwa sababu ni mwongozaji wa hija, tunaamini tupata faida. Kwa sababu gani? Hajat leo ametoka hija, anayo mengi kutusimulia, na kwa bahati mbaya sana anapokwenda haji mwanamke hatupati mtiririko wa hija. Hapa angekuwa mwanaume tungempa mic atueleze nilitoka hapa kaenda Dar es Salaam, kapanda ndege kaenda Jeddah, tulianzia Madina, tukafanya ziyarat, tukatoka tukaenda Makka, tukafanya hija yaum tarwiya, tukaenda Arafa, tukaenda Muzdalifa, tukaenda Jamarat, tukarudi tawafu alwadaa, tawafu alifadha, yote angesema. Lakini anapokuwa hajati mwanamke lazima tupate mtu chombo kama hiki hapa kitueleze maana al-hajj wa masakinu. Inshallah hajat wa rasmat ta tutakusemea inshallah yale ambayo mmefanya katika hija. Barakallahu fik. Karibu sana katika la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibullah Mustafa wa sayyidil bashari. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. Allah ya Rabbana faghfir lana dhunubana wastur lana uyubana ya man yara wa la yura. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. Maulana anta alladhi khalaqtana wa razaqtana wa arhama ja'altana muhallila mukabbira. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. faghfir jami'i salati wa riyadha jannati maradiya karamati ya rabbana rabbul wara. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. إلهنا تميتنا وبعده تميتنا وفي غد تعيدنا جميعنا من الثرى. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. نتعرم الأنبياء بحجة موالدها وصائم مصليا في مكة أم القرى. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. الله يا ذنب مؤيدا يا مرسل مؤيدا يا مصطفى محمد مبشرا. Habibuna al-Mustafa wa sayyidil bashari. قل يا رسول شافعوني العذاب دافعوا على النار رافعوا يوم جزا فاسفرا. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Habibuna al-Mustafa wa sayyidil Wenene ni mashogera konka matagari kwera. Wenene ni mashogera konka matagari kwera. Tari kwira kura tari kwera. Alikonga mtume alia. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
naomba uihutubie kwa sababu umetoka mbali kwa kutufahamisha. Wewe ni mweledi katika jambo hili, lakini wewe ni mwongozaji wa hija. Mama yetu ametoka hija, ameenda kufanya nini na kafanya nini? Nini fadhila zake? Nani ambaye hajaenda afanye nini? Fanya tafadhali mashkura na maadura ala hadha alqiraat alqur'an.
asante ala hadha al-sa'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين. أما بعد، Mheshimiwa baba yetu, shekhe wetu, mwalimu wetu Sheikh Siraji bin Sheikh Mustafa Khalid Siddiq, Mheshimiwa mufti wetu Sheikh Sadaka, Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Mwanza Al-Ustadh Taha bin Bakari al-Matar, ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi yetu ya Taawan ala al-Birri wa Taqwa, Mheshimiwa rafiki yangu Sheikh Khalid bin Sheikh Mustafa Khalid Siddiq, na wote ali Sheikh Mustafa bin Khalid Siddiq ni watambue kuwepo kwenu hapa, lakini mwenyeji wetu na mwenyeji wangu Sheikh Rashid ambaye ndiye mwalishi wangu, nimtambue Maulana Farid, nimtambue mama yetu kipenzi Hajat Haula binti Alhaji Hussein, watambue wanamume Waislamu tulioko hapa na wale ambao sio Waislamu, watambue wanawake Waislamu na wale ambao si Waislamu, niwatambue madrasa na walimu wa madrasa. Naomba kutambua taasisi mbalimbali za Kiislamu zilizoko hapa na viongozi wa chama na vyama rafiki, lakini viongozi wa serikali ambao wamejaliwa kuwepo hapa, lakini jeshi letu la polisi, lakini nimeambiwa na mkurugenzi wa Taawanu yupo Hajati Zahra, tambue kuwepo kwake. Kwa ujumla wenu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo ni siku ya furaha, na yule mukaddimu al-hafla wa leo nimekuwa na bahati mbaya kwa sababu ni shemeji yangu. Kwa hiyo amefanya anayotaka kuniita mimi niseme katika hadhara hii, tena katika mji wa waungwana, ni katika miji michache Tanzania ambayo ni qibla ya dini. Sallu ala nabi. Haiepukiki kutamka hivyo kwamba unapozungumza Uislamu wa Tanzania na East Africa, kwa maana Afrika Mashariki, utakuwa husemi kweli kama hukuitamka miji kama Tanga kwa Sheikh Muhammad Ayub, Tanga kwa Sheikh Suleiman Mbwana, Tanga kwa Sheikh Shaabani bin Halili, kama hukuitamka miji kama Ujiji kwa Sheikh Alfani Kiumbe, Ujiji kwa Sheikh Abdul Muhsin Kitumba, Ujiji kwa Sheikh Muhammad Ibrahim Kabeke, kama hukutamka Katoro
kwa Sheikh Mustafa Khalid Siddiq. Hizo ni kibla zetu, na ukija Katoro ukapewa nafasi ya kuzungumza, lazima uzungumze kwa adabu. Hapa ahlu tarikh wapo, ahlu Qur'an wapo, ahlu nahwu wapo, ahlu balagha wapo, ahlu hifdhi wapo. Sikwambii ilmu gani hutaipata Katoro. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuinawirisha miji yetu hii ambayo imekuwa ni hazina na imekuwa sababu ya kuenea Uislamu katika nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki. Tuombe sana kuna Sheikh Siraji hao ambao wameshika ile hazina. Inawezekana iko miji mingi inayosomesha, lakini kuna miji imepata bahati kuwa ina futuhati rabbania. Unaweza kusema kwa mashekhe hata 10, lakini akawepo shekhe mmoja ni shekhe wa Fathi. Yani yule alipokusomesha ulipata baraka zake na ukafungukiwa. Kwa hiyo Katoro ni katika miji michache Tanzania iliyosomesha, na wale waliosoma Katoro wakapata futuhati rabbania. Takbir, Allahu. Nikiwa pale Mwanza niliwahi kufatwa, Sheikh wa mkoa, tunataka walimu lakini hatutaki watoke sehemu mbili. Itakuwa nimeleta pale ni ubishi tu. Katoro au ndio kila kitu sasa, wataonyesha watu wanajua kila kitu wale. Nikamwambia basi upati mwalimu. Nikamwambia upati mwalimu. Hawa watu hizo sehemu mbili ndio wali sacrifice maisha yao, muda wao, heshima zao kwa ajili ya dini ya Allah. Nenda eneo gani kwenye magharibi hii na kanda ya ziwa, utamkuta mtu wa Katoro ama wa Kigoma anasomesha dini. Hao ndio wamekubali bwana. Wamekubali kudharauliwa, wamekubali kudunishwa, wamekubali unyonge. Sherashi, utaniruhusu mwisho wa maelezo yangu na shemeji yangu aniruhusu leo tufanye baraka kubwa leo hapa, kwa baraka ya mama yetu na kwa heshima yake, na kutambua uzito huu. Leo tuchange fedha hapa, hata kama tutapatikana kiasi, apewe Sheikh Siraji kwa ajili ya kwenda kupeleka pale Falah, watoto wanaosoma pale wapate chakula. Wanacho na wala hajanituma, lakini mimi naomba tufanye hivyo, iwe baraka kwa ajili ya mama yetu. Semeni inshallah. Wangapi mtachanga ikifika wakati? Hakuna ambaye hajanyonya ziwa la Falah. Kwa hiyo mniridhie, huo ndio udhaifu wangu mimi. Mniridhie tuchange chochote kitachopatikana tukipeleke pale. Sheikh Siraji si utakubali, wakati nimekushtukiza. Nitaka niseme haya mwanzo. Lakini la pili ni mshukuru Sheikh Rashid. Kiufupi mimi watoto wameshangaa, "Sheikh unaenda Kagera kuna nini?" Sasa nimealikwa na nani? Nikawatajia. Sasa basi tunamfahamu, nenda. Bwana huyu mimi nimekutana naye mara moja tu. Tunafahamiana, tunaonana kwenye shughuli mjini huko, kwenye vikao, kwenye mikutano, tunasalimiana. Ni Muislamu mzuri anayejitambua. Kwa kuna mtu mwingine alikuwa na cheo anataka watu wote wajue. Au mtu yuko kwenye nafasi fulani serikalini au mahala fulani anadharau watu wote. Huyu hapo hayuko hivyo. Rashid kalelewa, anajishusha, ni mutawadhi, mnyenyekevu, lakini sadaqa, ni mtu anawapenda mashekhe, anawatumikia mashekhe, haujamuomba anakupa. Juzi akanipigia simu mwezi jana, "Shekhe, mama anapita, anakwenda zake haram, unaweza kupata nafasi za muombe?" Kwa sababu niko safari. Safari akirudi itabidi uje kwenye dua yake. Nikamwambia nashukuru sana, umenipa heshima kubwa. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, na Mungu akutengenezee mambo yako, Mungu ainue daraja yako, Mungu akufanye uwe na uwe na uwe. Ndugu zangu, ni kweli
shemeji yangu Sheikh Nuruddin, na mimi nilimshangaa sana hata kujitambulisha yeye wakati sisi tupo. Sisi ndo tuseme Nuruddin Anas Mbaji kwa sasa ni diwani wa kata ya Mirongo jijini Mwanza. Semeni alhamdulillah. Wana Katoro, semeni alhamdulillah. Hawezi kufika mahala hapo isipokuwa mlimzaa, kwa sababu sisi ambao tunaotoka nje ya maeneo tunapofanyia kazi tuna mitihani mikubwa, tunabezwa, wakati mwingine tunavunjiwa heshima, tunaweza kupewa majina hata ambayo hatuna, lakini kinachotufikisha hapo ni utendaji wetu. Kwa Nuruddin Anas Mbaji ni mtoto wenu, lakini anatufanyia kazi nzuri pale Mwanza na amenifurahisha. Mambo yake mengi yamekuwa sasa, anaheshimu nyumbani. Ana jambo kubwa hapa tarehe 14 na amenialika tena, kanialika kwa msisitizo mkubwa, na nitaendelea kuongea naye kuona tunafanyaje, sababu ratiba zetu zimebana kidogo, lakini ni mtu mwema. Na akija huku Sheikh Siraja sio anaondoka mpaka muombee dua. Ndio mnafanya, msiache. Tunapokuwa kule, tumetoka huku, kuna mambo mawili. Mfano mimi natoka Ujiji, kwa pia kuna mambo mawili. Naweza kuwa ufunguo au naweza kuwa kufuli. Nuruddin huyu akifanya vizuri Mwanza, atakuwa amefungua milango ya watu wa Katoro na Kagera kwa ujumla kukubaliwa na kupokelewa mahala popote. Lakini akifanya vibaya, atakuwa amefunga milango ya vijana wote wa Katoro na Kagera kwa ujumla. Kama ambavyo nilipo mimi, nikifanya vizuri nitakuwa nimefungua milango ya Kigoma, nikifanya vibaya nitakuwa nimeifunga na nitakuwa niwaharibia wengine. Sasa kuna vita kubwa, kwa hiyo tumuombe Mungu. Sheikh Sadaka mwema akija huko, akitaka kurudi mwambie kaa kwanza hapo, anapigwa fatha, haya nenda, ndio anakwenda. Na wewe ukubali. Baki wewe anakaa sana na kule wale mawahabi kule Mwanza. Anaweza akafika, ni mtu mzuri sana wallahi. Anakaa nao ni marafiki zake, lakini huwa anakimbia kwenye maulidi, utasikia yupo. Maji hayaachi asili. Sasa asija akasema shehe wazee mimi fatha, hapana. Naelekeza hivyo, ukubali fanyiwe fatha. Ukienda unakwenda mzito. Ndio. Sasa niseme dogo sana kuhusu mama. Bi haula. Kwanza naomba nimuimbie mama yangu. Leo ni siku ya furaha. Watakayeweza kunisaidia tutasaidiana. Dhulhijja shahru mubaraka. Ya Rabbi Mola, tunakushukuru kwa kumrejesha mzazi wetu kwa salama. Ya Rabbi Mola, tunakushukuru kwa kumrejesha mzazi wetu kwa salama. Kama tulivyokuomba, umrejeshe salama. Haji wetu bihaula, hajati wetu bihaula, leo kawa haji. Sallu ala nabi. Nimeona niimbe kidogo, sio kawaida yangu, lakini kwa furaha nilionayo na mimi nimeona nikuimbie mama. Katika vitu vinavyofurahisha ni mtu kutambua thamani ya mzazi. Naomba nimpongeze ndugu yangu Sheikh Rashid. Sheikh Rashid, hongera.
Nilipokuwa nakuja niliongea na Sheikh Kichwaguta, akasema wafikishie salamu Wanakatoro, waambie nimeridhia kuwepo kwako hapa. Lakini fikisha salamu zangu kwamba utaratibu wetu na utamaduni wetu wa Wanakagera kuwa wengi katika ibada ya hija, Sheikh amenituma niwaambieni uendelee. Semeni inshallah. Tunampongeza Sheikh Rashid kwa sababu gani? Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajju mabrur laysa lahu jazaan illa aljanna. Anasema Mtume, hija iliyokubaliwa, hija iliyopokelewa haina malipo mengine isipokuwa pepo. Mama amekwenda kufanya haji, aliyesababisha imani Rashid kama mwanae ama wasaidizi wake, na kwa dalili Rashid ana nafasi kubwa katika kulifanikisha hili. Ukimwona mtu kenda Maka, maana yake ni mtu wa wapi? Wa peponi. Na iko hadithi Mtume anasema atakayesimama Arafa halafu hakuamini kama amesamehewa dhambi zote, huyo mtu amenyimwa pepo. Ukaenda Maka ukasimama Arafa, unatakiwa uamini kwamba wewe huna dhambi. Komi mkubwa wetu Bihaula hana dhambi. Na Bwana Mtume anasema ukimwona hujaji, Mtume anasema fasallimu alayhi, msalimie, mtolee salamu haraka. Lakini pili, safihu, mpe mkono. Ni maelekezo ya Mtume hayo, mpe mkono. Baada ya hapo fasaluhu dua, mwambie akuombee dua. Za hujaji dua yake ni makabul. Na kwa nini iwe makabul? Ukisikia mtu kahiji, mama ana hija sharif, akafika kwenye Kaaba tukufu, akatufu mara 7, akaizunguka Kaaba mara 7. Baada ya hapo akaenda makamu Ibrahim. Baada ya hapo akaenda akanywa maji ya Zamzam. Baada ya hapo akaenda Safa wal Marwa. Mama akafika mahala hapo, mama kaenda mpaka kwenye Kaaba. Na Mtume anasema ukiwa msikitini unaswali, wakati unaswali unatakiwa uelekee unaposwalia, isipokuwa ukiwa Maka, wakati unaswali ukiwa ndani ya Masjid al-Haram unatakiwa uelekee Kaaba. Moja ya kazi ya Kaaba inasafisha macho. Yaani ukiangalia Kaaba unapona macho. Ukiangalia Kaaba akili yako inakaa sawa sawa. Ukiangalia Kaaba maradhi yanakuondoka. Hakuna kitu cha raha na furaha kama kuangalia Kaaba. Mama kaenda kaangalia Kaaba. Baada ya hapo mama yetu akasimama kwenye Rukunul Yaman. Rukunul Yaman ni mahala unapoenda kuanzia tawafu. Akazunguka kwenye eneo la Hajari, kwenye hijri, kwenye inaitwa Hajarul Aswad. Akasimama kwenye Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni nini? Hajarul Aswad ni jiwe leusi ambalo limetoka peponi, na ndani ya jiwe hilo kuna mkataba wa wanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kuumbwa kwao. Na wanasema jiwe hilo lilikuwa leupe kama theluji vile. Msishangae dada yangu, unaona mtoto sana. Mama amefika kwenye Kaaba, na ukipata bahati ukaenda Maka na watu wanaoijua utastarehe sana, kwa sababu ile Maka, yani pale ukiingia ndani ya Kaaba kuna vitu lazima uvijue. Lazima uvijue. Moja ya vitu hivyo lazima uisome ile Kaaba yenyewe. Sasa mama alikwenda na watu wanaojua, wamemsimamisha pale kwenye jiwe leusi, wakamwambia toa salamu. Mama akatoa salamu. Alipotoa salamu pale akabusu, bismillah ya Allahu akbar, akasema mama yetu Bihaula, na hapo akaanza kuizunguka Kaaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Hiyo ndio dua kubwa, na wanazuoni wamesema hiyo ni dua kubwa kuliko dua yoyote. Mwenyezi Mungu nipe duniani wema na akhera wema. Ukiomba hiyo umemaliza. Mama akawa anazunguka, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Kwenye Kaaba kuna vitu kadhaa.
Kwenye Kaaba kuna Hajar al-Aswad, jiwe leusi, lakini ukitoka Hajar al-Aswad hapa kuna kitu kinaitwa Babu Multazim, mlango wa dua huo. Kwenye mlango huo, ule mlango mnauona wa Kaaba, pale Mtume anasema yoyote atakayesimama mahala pale akiinua mikono akiomba dua yake hairudi tupu. Mama akasimama hapo kaomba dua, akazunguka mama akaona sehemu inaitwa Hijri Ismail. Hijri Ismail ile eneo lilozunguka Kaaba, na Mtume anasema ile eneo ni katika Kaaba. Nakwambieni kweli, Mungu anasema waman dakhalahu kana amina, waman dakhalahu kana, atakayejaliwa kufika pale makamu Ibrahim amesalimika, ameaminika. Mama amefika pale na kaiona miguu ya Nabii Ibrahim. Kwa amesalimika kwa mujibu wa Qur'ani, hajasalimika bado unasita kwenda kuombea dua, utaenda uendi? Mama kafika hapo, Nabii Ibrahim anaambiwa na Mungu, wa'adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin yashhadu manafi'a lahu. Ibrahim anaambia waite watu waje kuhiji, na alhamdulillah inaonekana watu wa Kagera waliitika sana. Waliitika sana. Sheikh Siraj, kazi nimefanya kubwa. Mliitika sana. Labbaik Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wanazuoni wanasema ikisomwa uradi huo wa labbaik Allahumma labbaik, na wakati unasomwa na wewe ukatia nia yako kumwambia Mwenyezi Mungu usiniue mpaka unifikishe haram, Mwenyezi Mungu hakuui mpaka ufike haram. Tujaribu tena, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kwanza sauti yako, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Maana maneno hayo, labbaik Allahumma labbaik, nimeitika Mola wangu, nimeitika. Labbaik la sharika laka labbaik, nimeitika wewe Mwenyezi Mungu huna mshirika. Innal hamda, hakika sifa, wa neema, na neema zote, laka ziko juu yako ya Rabbi, la sharika laka labbaik, hakuna mshirika Mwenyezi Mungu, nimeitika. Yani hapo ulipokuwa unaitika ulikuwa unasema maneno hayo. Kwa mama kafika hapo. Alipotoka hapo mama akaenda kunywa maji ya Zamzam. Na maji ya Zamzam Mtume anasema ma'u Zamzam lima shuriba laha. Maji ya Zamzam ni kwa nia utakayonywea. Kwa nia utakayoyanywa. Na asili ya maji ya Zamzam yanatoka kwa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim anamzaa mtoto wake Ismail kwa sababu za ukewenza. Sara anasema, anamwambia Ibrahim, mtoto wa mtumwa hawezi kurithi na mwanawe. Mkeo alipokuambia sitaki kuona, maana ni mke umemuoa, na kuna siku za kuambia sitaki kuona malaya wako. Ndio. Mke umemuoa, lakini unaweza kuambiwa sitaki kumuona malaya wako. Tumeelewana? Sasa usije ukaiduka na ngumi. Yememkuta Nabii Ibrahim. Ibrahim kaambiwa na Sara, muoe huyu mtoto. Tulipokuwa kule Misri nilipewa zawadi, muoe. Ibrahim akamuoa Hajra. Baada ya kumuoa akapata mtoto anaitwa Ismail. Baada ya kuoa kuzaa, Mungu akajalia na Sara akapata mtoto anaitwa Ishaqa. Kilichotokea ukiwenza ukaingia. Akamwita njoo Abu Ibrahim. Na nyinyi wanaume kwa wake zenu wakubwa msio wakali. Ibrahim alienda kama kondoo hivi, msio nyuma. Sitaki kuona itakataka. Takataka mke wangu ndio mnapenda mwaza takataka ondoa hapa. Na kweli Ibrahim akubisha, akamchukua Hajira akamhamisha kumtoa Palestina akampeleka wapi? Parani, Maka. Ndio, akamtoa Mwanza akampeleka Ukerewe huko. Sitaki matatizo. Sitaki nikuudhi mke wangu. Wewe ndio mama mkubwa. Nakuudhia nini? Namtoa.
akamtoa. Na Waswahili wanasema kumpiga teke chura. Sara hakujua kwamba anaenda kumpa ufalme Hajira. Anaenda kumpa. Leo hakuna duniani mkutano mkubwa unaoleta watu wengi kwa wakati mmoja kama mkutano wa Maka. Muulizeni mama, atawaambia watu milioni 2 wamediriki hija kwa wakati mmoja. Lakini asili ya maji ya Zamzam ni Hajira. Wakati anakimbia kumfuata mume wake, anamuuliza, umetuachia nani mimi na mtoto? Ibrahim anamwambia, nimewaachia Mungu. Umetuachia nani? Nimemwachieni Mungu. Hajira anarudi mbio mara 7, anakuta maji yanatoka. Yeye Hajira akafika, anayangukia yale maji, anasema zimzim, 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 kusanyika, kusanyika, yanatoka kwenye matundu mawili ya miguu ya Ismaili. Na kama si hawa ndugu zetu walivyoharibu watu waliohiji 2002 kurudi nyuma, wameona kisima pale pale ndani ya msikiti wa Maka. Sheikh wangu Sheikh Faridi amesoma Saudi, anajua haya. Wameona kisima, sasa hivi ndio wamekiondoa, mle wamesikia wamekifungia wapi huko, lakini maji yanaendelea. Ni kisima cha ajabu. Na Mtume anasema maji ya Zamzam ni kwa nia utakayoyanywa. Ukiyanywa kwa kiu yanakata kiu, ukiyanywa kwa njaa yanakata njaa, ukiyanywa kwa maradhi utapona. Viko vitu viwili, surati Yasin na ma'u Zamzam. Surati Yasin Mtume anasema ni kuria, ni kwa nia utakayoisomea, na maji Zamzam lima kwa namna utakayanywea. Mama ameshuhudia hapo, amekwenda kanywa maji hapo. Na katika zawadi kubwa mimi naamini atakuwa imekuja nayo hata lita 5, basi kwa wale watu wa karibu wasikose hata kisoda. Maji ya Zamzam. Baada ya hapo mama anakwenda zake sehemu inaitwa Safa wal Marwa. Mungu anasemaje? Inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara wala junaha alayhi an yatawafa bihima. Sadaqallah. Mama amekwenda Safa na Marwa. Umma uko pale, mataifa yote yako pale, Wahindi, Waarabu, wa Marekani, wa Jerumani, wa Ingereza, wa Indonesia, wa Malaysia. Mama anapishana nao pale, anamlilia Mungu, anafanya istighfar zake. Mama ametembea maeneo hayo. Nakushukuru sana Rashid, umesababisha jambo kubwa sana, kubwa katika maisha, kubwa katika uhai wako. Mama kenda Safa na Marwa, kakiona kilima cha Marwa, kaona kilima kilichotajwa ndani ya Qur'ani kwa jina lake. Sio jambo dogo. Na mahujaji wakiwa pale Maka, mbali ya ibada yenyewe, kufanyiwa ziara, mama amekwenda kuona mlima ulioshukia Qur'ani. Yaani yale macho yake yameona mlima ulioshukia nini? Qur'ani. Yale macho yake yamekwenda kuona nyumba alozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale macho yake yamekwenda kuona Ghari Thaur, yamekwenda kuona eneo alilojificha Mtume kabla wakati anahama Maka kuhamia Madina. Mama ameona. Ukenda Maka una mambo makubwa utayaona. Na ndio maana tunawashukuru watu wa Kagera kwa kuendelea kuheshimu ibada hii. Lakini malize kama haitoshi, mama yetu alikwenda Madina na ndiko alikuanzia. Pale Madina amemzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko hadithi Mtume anasema, nzarani man hajja wa lam yazuruni faqad jafani. Mtu atakayeenda hija alafu asije Madina kunitembelea amenitenga. Mama amefika Madina akamtembelea Mtume Muhammad. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kunizuru Madina nikiwa nimekufa, mfano wake ni kama amenizuru nikiwa hai. Huyo ni mkubwa wetu, Mwenyezi Mungu amemjalia ameona hai. Allahumma amin. Lakini kubwa zaidi, mama ameingia peponi. Ndio ukashtuka, ameingia peponi mama bihaula. Mtume anasemaje? Baina baiti wa mimbari rawda min riyadil janna. Mtume anasema kati ya nyumba yangu mimi Muhammad na mimbari yangu ni kiwanja katika viwanja vya pepo. Mama ameingia hapo na kaswali rakaa 2. Na Mtume anasema mwenye kuswali pale rawda rakaa 2 akiomba dua yoyote kwa Mwenyezi Mungu inajibiwa. Mama kayapata hayo. Na yagusa kidogo kidogo tu aliyoyapata ili hadhirini tuweze kuyafahamu. Na sisi tutie raghaba mwakani asibaki mtu, tusemeni inshallah. Ndio.
Mama amekwenda Raudha. Na ukisikia Madina ndio mji ambao una vitu vya peponi vingi. Kimoja wapo mama ameona mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud ni mlima ambao pia utakuwepo peponi. Mama kauona. Mlima wa Uhud Mtume anasema Jabalu Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Mlima wa Uhud tunaupenda na wenyewe unatupenda. Na ulitokea mkasa kwenye vita vya Uhud. Mtume kisha pigwa, katumbukia ndani ya shimo. Mpaka katika vita vya Uhud wanawake walitoka Madina mjini kuja huku Uhud kumpigania Mtume. Inasemekana Bi Fatima ndio alitumbukia mpaka ndani ya shimo kumtoa baba yake. Mtume anataka kukimbizwa sasa, mlima wa Uhud ulipasuka. Huu mlima wa Uhud ulipasuka, Mtume akapita sallallahu alaihi wasallam. Mama kauona mlima huu. Baki Madina huko Jabal Uhud ni kitu cha peponi, Rawdatu Sharif kitu cha peponi, lakini Madina kuna Baqi'ul Gharqad, Jannatul Baqi. Makaburi yale ya Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayefia Madina anaingia peponi bila kuulizwa. Pale wamezikwa maswahaba 10,000. Amezikwa Sayyidina Uthman ibn Affan. Wamezikwa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo Ibrahim bin Muhammad. Pale wamezikwa wake 9 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale amezikwa sahaba Uthman bin Mad'un. Pale amezikwa Halimatu Saadia. Pale amezikwa shangazi zake na Mtume kina Atika, kina Sofia, wamezikwa pale. Mama ameingia kwenye ziara katika eneo kama hilo. Lito Baqi. Ukaenda Maka usikubali, na ni karibu na msikiti hapo hapo tu, wewe nenda lazima ufike maeneo kama haya. Mama amefika. Kama haitoshe amekwenda Quba. Quba ndio msikiti wa kwanza kujengwa katika Uislamu. Mtume alipohama Maka kufika Madina akajenga msikiti unaitwa Quba. Na Mtume anasemaje? Atakayetoka nyumbani ametawadha, akifika Masjidi Quba, akaswali rakaa 2, anaandikiwa umra. Mama ameanza kuipata umra kabla hajafika Maka. Alipofika Madina tu alikwenda Quba, pale alipata umra. Lakini mama kauona Masjid Qiblatain, msikiti wenye qibla 2. Kabla ya hapo Waislamu tulikuwa tunaswali tumeelekea Palestina na baadaye tukaelekea Maka. Mtume alipohamia Maka ndio akasema namlilia Mungu, ya Rabbi, na Maka iwe qibla. Mtume Mungu anasema qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mama ameona qiblatain. Mama ameenda kuona Masjid al-Juma, msikiti wa kwanza kusaliwa Ijumaa. Na bila shaka kote huko amesali rakaa 2. Kama haitoshi, mama amekwenda kwenye mashamba yanaitwa Mazra. Hapo Mazra kuna mashamba ya maswahaba akiwemo Salman al-Farisi. Ukisikia leo Irani wanamchachafu ya Marekani, ni mambo ya asili. Wale Waajemi wana mambo mengi ya kivita. Walimshangaza hata Mtume. Mtume anapanga jeshi kwenye vita vya Khandaq. Mama amefika sehemu inaitwa Masjid Saba. Sasa hivi wanaita Masjid Saba, lakini mahala pale panaitwa Khandaq. Ndio mahala Mtume na jeshi lake walichimba mahandaki. Mtume kapanga safu, Salman al-Farisi anakuja na muuliza, ya Rasulullah, mpango huu wa kukaa hapa hivi ni wahyi umetoka kwa Mungu au ni wazo yako? Mama amefika sehemu inaitwa Mazra. Mazra ni sehemu ambayo kuna tende za asili. Miongoni mwazo ni tende zinaitwa tamru dawa. Tende za dawa inaitwa ajwa. Na Mtume anasema atakayekula kokwa 7 za ajwa, sumu haimpati. Yaani haurogwi. Lazima niseme wazi. Sasa hizo ni ghali kidogo. Si kama anaweza kuanza kilo 1 au nusu kilo. Lakini unaweza kuzificha kama usizitoe zote. Zote haya ni mambo yako Maka na Madina, mswaleni Mtume. Kwa hiyo ndugu zangu, Sheikh Mbaji alinitaka nieleze kidogo safari ya hija. Mimi nimeona nitokea kwenye mlango huo kueleza mambo aliyoyaona mama, aliyoyafanya mama. Na kama haitoshi, mama ameswali haram. Kuswali haram, ukisikia mtu ameswali msikiti wa Maka, maana yake ameswali kwenye msikiti bora kuliko msikiti wowote. Swala moja ya Maka ni sawa na sala 100,000 za Katoro. Yaani adhuhuri moja ya Maka ni adhuhuri 100,000 Katoro. Ni adhuhuri 100,000 Mwanza, ni adhuhuri 100,000 Madagascar, ni adhuhuri 100,000 Indonesia, ni adhuhuri 100,000. Yaani hakuna safari iliyo bora kama safari ya Maka. Sala moja ya Madinatul Munawwara
ni sala 1000. Hao nasema Muhammad mja mwema, ndio wanaruka juu kimasai, wanaanguka chini, wanaruka kama nilikuwa naruka wazee wangu hapo wakansele. Kwa tusiache na watu hao hawataki mila. Hii ndio mila yetu sisi ya Kiislamu, mila ya wazee wetu. Nimeambiwa hii dufu imesilimisha mpaka watu. Hapo aje mtu na aya zake atuambie eti haya hafai. Tuambie nenda na aya zako, sisi tutabaki na kansene. Mama, hongera sana na utuombee. Mimi naomba utuombee. Naomba niseme kwanza, utuombee Mungu katika maombi yangu. Dua yako ni kabuli. Iombee familia yako, watoto wako, watu wa mji wako, lakini tuombee pia Watanzania. Tuna shida kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Mwambie Mungu kwenye kipindi hichi ambacho wewe uko safi kabisa. Mwambie Mwenyezi Mungu atuondolee shida ya mmomonyoko wa maadili. Hali ni mbaya. Watoto hawasikii, vijana hawasikii. Hata aliyotokea 29 Oktoba ni kwa sababu ya watu kutosikia. Wamekatazwa, hawasikii. Kuna sehemu inaitwa Mwaroni, kuna sehemu inaitwa Igoma, kuna sehemu inaitwa Mswahili. Ukenda alfajiri eneo lile, majority utakayowakuta pale ni wanawake. Ndio wana beseni, wana mifuko kwenda kutafuta biashara. Wanaume hawapo. Kuna mmomonyoko huo wa maadili ya wanaume kutaka kutiiwa wakati hawatimizi wajibu wao. Tuna shida hiyo. Mwanaume mzima anaagwa asubuhi, baba Hamisi, ndio natoka huko, nenda waangalia hapa. Leo wanawake ndio wanaendesha familia. Sijui Kagera, sijui Kagera, lakini sisi kule kuna hatari zaidi. Muombeeni dua kudiwani abadilishe hiyo hali. Mungu amesema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sala. Leo wanawake ndio wanaofanya kazi za kuleta maisha. Wanaume hawafanyi kazi, wanachagua kazi. Mtoto wa Katoro, mimi nikaibe mzigo? Mimi ni hum. Siwezi kubeba mzigo, siwezi kulima. Huwezi kulima. Mtume anasema baathu rizqakum fi khabaya al-ard, tafuteni riziki yenu katika pote za ardhi. Sasa leo unasikia watu wanashabikia tena kiwake tena kirudie tena tarehe 7. Jamani, sisi ndio wazazi, tukemee watoto hawa. Na nyewe mlioko huku, kina Nurudini wako Mwanza, kina Hassan Kabeke wako Mwanza, tupigeni simu mtuambie acheni hayo, tuipende nchi yetu. Mama, tumuombee na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ambarikie, Mungu amhifadhi na Mungu amlinde. Na mwisho kabisa namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya maombi yangu hayo kwako utuombee, na sisi sote hapa kwa niaba ya wenzangu tunakuombea kheri, baraka na fanaka. Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mungu akulinde, Mungu akupe afya, Mungu akuzidishie umri wa afya, umri wa siha, umri wa ibada, umri ambao wakuwa kiongozi bora katika familia yako. Muombe ndugu yangu Sheikh Rashid, Mungu ambarikie, na sote tulioko hapa Mungu atubarikie. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio Sheikh Nurdin, nisaidie ule mchango. Naam Sheikh. Kabla Sheikh akae, alielekeza jambo hapa. Hakuna ambaye hajaonja kikombe hicho. Tumuombe yote yule ambaye atakuwa amewiwa aleta sadaka yake hapa kwa ajili ya Masjid al-Falah. Ataweza kusaidia atakabidhiwa apeleke kwa Masjid al-Falah ambao hivi sasa wako wanatafuta hiyo elimu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Shime alaikum. Tuchukue dakika chache kidogo kabla maandalizi ya chakula yakifanyika. Kila mmoja wenu ambaye amewiwa zilete mbele Sheikh hapa aliyepelekeza jambo hili, ili sadaka yote hii iende Madrasa al-Falah kwa ajili ya kuongeza chachu ya kutafuta ilmu ya Allah tabaraka wa taala. Shime alaikum. Tuchukue dakika 5 kufanya zoezi hili inshallah. Kila aliyeguswa cha Madrasa al-Falah al-Islamia. Shime alaikum, shime alaikum. Tuchukue dakika 5 tu kwa ajili ya jambo hili inshallah. Wakati huo waandaaji wa chakula naomba wafanye maandalizi, nipewe taarifa
tukae mkao gani? Wa peponi au upi huo? Sadaka hiyo tafadhalini sana sana. Tumebakiza dakika 2 inshallah. Tumebakiza dakika 2 kufunga zoezi la sadaka. Kwa hiyo tunaomba aliyewiwa amri mutakabilin. Tukae watano watano kwa jambo hili. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. وتذكره ذكرا مجيدا
اللهم صل على محمد وآله 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا قريب يا وهاب يا ذا الطول اللهم يا غني يا مغن يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفخنا منك بنفحة خير تغننا بها أمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم يا غني يا حميد يا مبرئ يا معيد اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد ألفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما احفظت به الذكرى وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل الرحمة وأكلا كاملا وعلما نافيا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا والدعاء مستجابا والقاء نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Na watu mbalimbali mmoja mmoja wenye zawadi zao ambao sasa ni muda mwafaka wa kuleta zawadi. Ni kukabidhi maiki hii uendeshe protokoli hiyo ya zawadi kwa sababu likulli fannin rijalu. Tafadhal ala kulli hal. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa mujibu wa protocol Sheikh Maulana amenikabidhi ili niendeleze Ewe njiwa wa Madina msalimie mtume, ewe njiwa wa Madina msalimie mtume, mwambie napenda sana na wala sina kinyume. Ewe njiwa wa Madina msalimie mtume, ewe njiwa wa Madina msalimie mtume njiwa. Hao wanaoingia ni shemeji zetu warashidi.
صل على سيدنا محمد بالمؤمنين